na ulama wa tarikhi wanapotuambia kuwa kabla ya sisi kuletwa, kabla ya Adam kuletwa katika ulimwengu na kuumbwa kizazi chake, kulikuwepo na kizazi cha majini. Wao walikuwepo kabla yetu, kisha kafanya maasiya, kamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamua kukifuta kile kizazi, akakimaliza kizazi cha majini. Akabaki mmoja ambaye kwamba alikuwa ni yuko katika kundi la malaika akifanya ibada. Tena anasema ibada aliyokuwa anaifanya ilikuwa ni kubwa kuliko hata malaika. Akawaitwa Abasijida, baba wa sujudu. Manake kama kuna baba anayelea nyumbani, basi katika mambo ya kusujudu na kufanya ibada, yeye alikuwa mstari wa mbele huyu bwana. Na ndio maana ilipokuja khitab ya kuwa mimi ninyi malaika wangu msujudieni huyo Adam, Qur'ani katuambia illa iblisa aba. Huyu ndo alibaki katika kizazi kile kilichofutwa, yeye ndo alibaki. Kwa hivyo ili tulete katika hili swali, ili tulete taswira nzuri au fahamu mzuri kwa msikilizaji wetu mtukufu, ni kuwa tunataka kufikisha, tunataka kueleza kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoamua baada ya kufuta kizazi cha kijini hicho, kapita muda ambao Mwenyezi Mungu ndo anaujua, akawaita malaika wake, anamwambia sasa naleta kizazi kingine, hiki cha Ibilisi, hiki cha huyu bwana jini nilikifuta, sasa nataka nilete kizazi kingine katika ulimwengu ili kije kifanye kazi ya kuniabudu mimi. Malaika kama ilivyokuwa kwa viumbe wengine wakapata nafasi ya kuhoji na kuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndo aliyekuwa akizungumza na Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sichukulia ile aya inasema la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, ukasema kwa nini sasa malaika wakamuuliza Mwenyezi Mungu swali hilo wakati Mwenyezi Mungu yeye haulizwi anachokifanya? Hapana, hapa ni luksa imetoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kama mazungumzo, kama kuwapa taarifa. Na wakashangaa, kasema kwa nini unaleta kiumbe mwingine, unaleta kizazi kingine, na hali ya kuwa muda uliyapita kulikuwepo na majini hapa na wakakuasi, kufanyia masteza na michezo, tusi, wakakufanyia kila aina ya mabala, mpaka Mola wao kakasirika ukakimfuta kile kizazi. Kwa hivyo swali likaja hapa, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Akawaambia tulieni, mimi najua msioyajua nyinyi malaika.